Nikusalimu rafiki yangu popote pale ulipo na unapoendelea kujifunza. Leo tuna topic ya leo nasema mbinu 8 za kumjua Bwana Yesu vizuri sana na kufanya aliyoyaagiza duniani. Kusoma Yohana 3:16, maandiko yanasema, kwa jinsi hii Mungu mwenyewe aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee Bwana wetu Yesu Kristo, ili tukimwamini tusipotee. Ili neno lake tukiliamini tusipotee, bali tuwe na roho ndani yake, yani uzima ndani yake, yani Roho Mtakatifu. Lakini kusoma Yohana 1:16 anakuambia katika ukamilifu wake Bwana Yesu tumepokea neema juu ya neema. Lakini kusoma Yohana 14:6 maandiko yanasema Bwana Yesu Kristo yeye ndo njia, kweli na uzima, na hakuna atakayemwona Baba bila njia yake yeye. Lakini ukisoma Yohana 14:12 maandiko yanasema tukimwamini Bwana, yale aliyoyafanya, kazi alizozifanya na sisi tutazifanya hapa duniani, na hata kubwa kuliko tutafanya, kwa sababu yeye ameenda kwa Baba. Kwa hiyo kama unataka kufanya mambo makubwa na kumjua Bwana vizuri, kuongozwa na Roho Mtakatifu na kumpendeza Mungu na kuishi maisha yenye ushindi, zingatia kufanya haya mambo 8 haraka. Cha kwanza, okoka. Usije ukajiliwaza hujaokoka ukahisi utapokea chochote kutoka kwenye ufalme wa mbinguni. Hapana. Wokovu ndo tiketi ya kwanza. Ndo maana Nikodemu alimfuata Yesu Kristo. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 3, anamwambia hii utawezaje? Anamwambia itawezaje kuwa jambo hili? Yesu anamwambia, hakika Nikodemu nakwambia, usipozaliwa kwa maji na kwa Roho, kamwe hautoingia kwenye ufalme. Kwa sababu ukizaliwa kwa maji na kwa Roho, ina maana maji ni kukutakasa, au unapozama kwenye maji ni kama unakufa, yani unafisha ile dhambi ya asili ya Adamu. Kwa hiyo unatoka ukiwa umezaliwa kwa Roho, na hapo ndipo unapewa kipawa cha Roho Mtakatifu. Tunaona Yesu mwenyewe alipoenda kwenye maji akazama akatoka, ndipo na Roho Mtakatifu akaja juu yake mfano wa hua, na sauti hapo hapo ikasikika kwamba huyu ni mwanangu mpendwa, nimependezwa naye. Kwa sababu gani? Kwa tunapookoka tukabatizwa na kujazwa Roho Mtakatifu, sauti inatoka mbinguni ya kututambulika au ya kututambulisha sisi kwamba tumekuwa wana wa Mungu. Lakini kitu cha pili ni msamaha wa dhambi. Lazima uwe tayari kuomba rehema na kusamehe. Lakini cha tatu ni kuhesabiwa haki. Kwa hiyo tunapomjua Yesu Kristo tunahesabiwa haki, tunapata msamaha wa dhambi. Lakini 4 tunaweza kuitwa. Lakini cha 5 tunaweza kupewa huduma. Tunaona Yesu alitoa huduma 5. Ukisoma kitabu cha Waefeso 11, Waefeso 4:11 tunaona wa kwanza aliwaita mitume, wa pili manabii, wa tatu tunaona kuna wainjilisti, kuna wachungaji na walimu. Lakini pia soma kwenye hicho kitabu cha Yohana, wa Korinto wa kwanza sura ile ya 12 mstari wa 28. Lakini kitu cha 6 tunapata neema, na tunaona kwenye Yohana 1:16 anakuambia katika utimilifu wake tumepokea neema juu ya neema. 7 ni upendo wa Baba, na upendo wa Baba unakuja kwenye maisha yetu, na kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee, Yohana 3:16. Na 8 kabisa tunapata ushirika wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaanza kutusaidia. Soma Yohana 14 mstari wa 15 mpaka ule wa 27. Lakini pia soma Yohana sura ya 16 mstari wa kwanza mpaka sura ya 7 mstari wa 7 mpaka wa 15. Haya niliyokufundisha yazingatie, maana ndiyo faida utakayoweza kuipata, na ndiyo faida utakayoweza kutembea nayo duniani. Lakini ndiyo mamlaka utakayoweza kuwa nayo unapoweza kumtumikia Bwana na kumpenda Bwana na kumjua Bwana Yesu Kristo. Napenda. Thank you for watching.